Karibu sana mpendwa, asante sana kuungana nasi katika masaa haya ya maombi na tafakari ya neno la Mungu. Baba yetu, asante kwa asubuhi njema ya leo. Asante kwa pambazuko la asubuhi. Asante kwa neema hii. Asante kwa fursa hizi ambazo zinafunguka mbele yetu. Tunapokuwa tunaanza mchana, tunaamini ya kuwa nuru yako itatuangazia. Kila kitu kitafanikiwa na tutamaliza mchana kwa amani na salama. Asante kwa sababu utatuongoza katika jina la Yesu. Amen. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari ule wa 1, neno la Bwana linasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, nuru iwe, nayo nuru ikawa. Pengine ni mara yako ya kwanza kusikia shairi hili, lakini kama wewe ni Mkristo, inawezekana shairi hili unalisoma kila mara na kulirudia. Lakini leo nilipenda tujifunze kitu muhimu ambacho pengine hujawahi kujifunza. Ukweli ni kwamba dunia iliumbwa. Nazaria ya kwamba dunia iliibuka ni nazaria potovu. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, lakini kitu cha kushangaza hapa ni kwamba nchi ilikuwa ukiwa na utupu. Habari njema ni kwamba Mungu hakuhitaji kitu ili aweze kuumba vitu. Na ndugu msikilizaji, katika maisha yako acha nikwambie kuwa Mungu hana haja ya kitu ili apate kukuumbia vitu katika maisha yako. Dunia ilikuwa ukiwa na utupu, lakini Mungu akaumba kila kitu kutokea katika ukiwa na utupu. From nothing, Mwenyezi Mungu anaweza kuumba kila kitu. Mungu hakujali giza ambalo lilikuwa linaitanda dunia, lakini akasema nuru iwe, nayo nuru ikawa. Mungu anapoona giza katika maisha yako, yeye halalamiki kama wewe, lakini anasema nuru iwe, nayo nuru kwa ghafla inakuwa. Lakini jiulize sasa, sababu gani wewe unalalamika? Fanya kama Baba yako wa mbinguni. Unapoona giza katika maisha yako, giza la uoga wa kukamata maamuzi, giza la kukosa matumaini, giza la kukosa mafanikio pengine ya kiuchumi au ya kiafya, unaona kila kitu hakiende sawa. Kwa nini ulalamike? Kwa nini uanze kulaumu watu na kujilaumu? Sema kama Baba yako wa mbinguni. Iambie giza ikome katika jina la Yesu. Sema nuru iwe, nayo nuru itakuwa. Maneno ambayo tunakuwa nayo yanakuwa na nguvu. Unapokuwa mtu wa kulalamika, basi na kila kitu hakitaenda sawa. Inawezekana naongea na mtu ambaye anapitia giza la kukosa amani ya rohoni. Naongea na mtu ambaye anapitia giza la kukosa matumaini. Inawezekana naongea na mtu ambaye anapitia katika giza la kukosa uchumba mzuri. Inawezekana ninaongea na mtu ambaye anapitia katika giza la kukosa mtoto. Tumia mamlaka ya jina la Yesu Kristo ambaye ni muumbaji wako. Iagize nuru ionekane katika giza hiyo. Iagize matumaini yawarudie katika kukosa matumaini. Agiza mahusiano mazuri yajengeke mahali ambapo hakuna mahusiano. Agiza uzazi upatikane mahali ambapo umefungwa. Agiza uchumi wako uinuliwe mahali ambapo umeshuka chini na kufilisika. Kwa imani katika maisha yako, giza litakuondokea, nayo nuru itatawala. Basi Bwana kubariki sana, nuru yake ikutawale, giza lote lifutike katika jina la Yesu. Amen. Baba yetu, asante kwa ufunuo huu. Asante kwa sababu kupitia maneno yetu tunaweza kulifuta giza na kuiagiza nuru. Jalia wana wako watie maneno haya katika vitendo. Katika jina lako waagize nuru na kuifukuza giza. Mchana wa leo uwe mchana wa uzoefu wao wa kwanza wa kuifukuza giza.